Siku hii ya leo sisi Waislamu tunafurahia baada ya kipindi cha siku 29 au 30 baada ya mfungo huu wa Ramadhani. Leo hii tumefunga hapa. Kwa hivyo mimi ujumbe wangu ni kwamba Waislamu leo waweze kufurahia siku hii ya leo kwa amani na utulivu. Pia waweze kufikia wale wasiokuwa na uwezo, maskini, mayatima, wajane, ili pia kwa kuwaombea dua na vile vile pia kuwapatia ruzuku zile ambazo inawezekana waweze kupata. Nimeona kwamba wiki hii yote viongozi wanaanza kurushiana maneno ambayo naona hayastahiki. Yale ni maneno ambayo yanapasa waweze kuketi na kuweza kuzungumza pale palipokoseka, waweze kuketi na kuzungumza na kuweza kusuluhisha. Lakini lao watakuwa wanaendelea kama katika hali hii, itakuwa tayari sisi tukiwa wananchi tunaona kwamba kuna tetesi na tayari nyoyo zetu zinaanza kuingia wasiwasi. Kama tukikumbuka kwamba hii historia ya Sabasaba imekuwa katika Kenya kama ambayo inajirejelea. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wa kitaifa kwamba waweze kusikizana, waweze kuzungumza maneno ya kisiasa ambayo siasa yenyewe pia bado haijafika, ni mwaka ujao, lakini naona ishaanza cheche fulani. Kwa hivyo nawaomba viongozi kwamba waweze kutumia majukwaa yao, hali ya kutupa sera zao, tupe zile sera ambazo zimepita na zimepitwa na wakati. Siasa kama hii ambayo tayari imeanza nguzo za juu, lao itaanza kama hivi pia inaashiria wale watakokuwa nyenjani pia huenda wakafata mkondo kama huo, kwa sababu tumeona kwamba kila mmoja anamwangalia kiongozi wake ambaye atamfuata katika siasa. Kwa hivyo lao yule aliyoko chini atamwona kiongozi wake anazungumza neno na yeye anaweza kulifuatilia. Kwa hivyo itakuwa ni hatari kwa wakati huu tulionao, ambayo tunaona ulimwengu wote saa hii umeingia katika maisha ya kukosa amani. Kila mahali unasikia watu wanafanya hili. Tunaona kwa mfano pale kuna Israel na Iran, tunaona hizo nchi nyingine pia nazo zinaanza kutoa cheche. Kwa hivyo tunaona isiwe ni jambo la kuona kwamba dunia inaweza kuvurugika, kwa sababu hiki kipindi tulichonacho ni kipindi ambacho ni kizito.